Kuna tabia moja inayokufanya ubaki kuwa maskini, hata kama unafanya kazi kila siku, na tabia hiyo watu wengi wanaifanya bila hata ya kujua. Napenda kukutaarifu kuwa leo hii ukiyazingatia mambo haya, basi yaweza kuwa ndo mwisho wa umaskini au matatizo yako ya kiuchumi. Na utakuja kutoa ushuhuda wako kwenye comment hapo. 1. Epuka kutumia pesa bila mpango. Moja ya makosa makubwa watu wengi wanafanya ni kutumia pesa bila kuwa na mpango maalum. Unapopata pesa na kuanza kununua vitu bila kupanga matumizi yako, ni rahisi sana pesa kuisha haraka. Mtu mwenye mafanikio ya kifedha huwa na mpango wa matumizi, budget, unaomsaidia kujua pesa itaenda wapi. Bila mpango huo, pesa inaishia kwenye vitu visivyo na umuhimu kubwa. 2. Epuka kuishi maisha makubwa kuliko kipato chako. Watu wengi wanataka kuonekana wana maisha mazuri hata kama kipato chao ni kidogo. Hali hii husababisha mtu kutumia pesa nyingi kwenye anasa kama nguo ghali, starehe au vitu vya kujionyesha. Matokeo yake ni kwamba pesa haikai kwa sababu matumizi yanazidi kipato. Mafanikio ya kifedha yanahitaji kuishi maisha yanayolingana na uwezo wako wa kifedha. 3. Epuka kutoweka akiba. Kosa jingine kubwa ni kutumia kila pesa unayoipata bila kuweka akiba. Akiba ni muhimu kwa sababu inakusaidia kuwa na usalama wa kifedha pale panapotokea changamoto zisizotarajiwa. Watu wengi wanajuta pale wanapopata shida ya ghafla na hawana akiba yoyote. Hivyo ni muhimu kujifunza kutenga sehemu ya kipato chako na kuiweka kama akiba. 4. Epuka kufanya maamuzi ya kifedha kwa papara. Maamuzi ya haraka kuhusu pesa yanaweza kusababisha hasara kubwa. Watu wengi hununua vitu au kuingia kwenye biashara bila kufanya utafiti wa kutosha. Mtu mwenye malengo ya mafanikio ya kifedha huchukua muda kufikiria, kuchunguza na kupanga kabla ya kutumia pesa au kuwekeza. 5. Epuka madeni yasiyo ya lazima. Madeni yanaweza kuwa mzigo mkubwa kama hayatumiki kwa sababu sahihi. Watu wengi hukopa pesa ili kununua vitu vya anasa au kufadhili maisha ya starehe. Madeni ya aina hii yanaweza kukufanya uishi maisha ya kulipa madeni badala ya kujenga utajiri. Ni muhimu kukopa pale tu ambapo kuna sababu ya msingi inayoweza kuongeza kipato au maendeleo. 6. Epuka kuiga maisha ya watu wengine. Katika zama za mitandao ya kijamii, watu wengi wanaona maisha ya wengine na kujaribu kuyaiga. Hii husababisha mtu kutumia pesa nyingi ili kufanana na watu wanaowaona. Ukweli ni kwamba kila mtu ana hali yake ya kifedha na njia yake ya maisha. Mafanikio ya kweli yanapatikana pale unapojenga maisha yako kulingana na uwezo wako, sio kwa kuiga wengine. 7. Epuka kutokuwa na malengo ya kifedha. Bila malengo ya kifedha, pesa haina mwelekeo. Mtu asiye na lengo anaweza kutumia pesa bila kujua anataka kufikia nini. Lakini mtu mwenye malengo hujua anataka kuweka akiba kiasi gani, kuwekeza kiasi gani, na kufikia hatua gani katika maisha yake. Malengo ya kifedha huleta nidhamu katika matumizi ya pesa. 9. Epuka matumizi ya anasa kupita kiasi. Anasa kama starehe, sherehe na matumizi yasiyo ya lazima yanaweza kumaliza pesa bila mtu kutambua. Ingawa ni muhimu kufurahia maisha, ni busara kuweka mipaka kwenye matumizi ya anasa. Mafanikio ya kifedha yanahitaji nidhamu ya kujua lini utumie na lini uweke akiba au uwekezaji. 10. Epuka kukosa subira katika safari ya mafanikio. Watu wengi wanataka mafanikio ya haraka na wakati mwingine wanachukua njia hatari ili kupata pesa kwa haraka. Mafanikio ya kifedha mara nyingi hujengwa polepole kupitia kazi, nidhamu, akiba na uwekezaji. Kukosa subira kunaweza kukufanya uingie kwenye maamuzi mabaya ambayo yanaweza kukuondolea pesa uliyojenga. Mwisho, mafanikio ya kifedha hayategemei tu kiasi cha pesa unachopata, bali yanategemea zaidi jinsi unavyosimamia pesa hiyo. Ukiweza kuepuka makosa haya 10, utaongeza nafasi kubwa ya kuona pesa inakaa kwako na maisha yako ya kifedha yakibadilika. Na hii ni Magu Israel Video Production. Kama umenielewa, bonyeza neno subscribe ili tuwe pamoja.